Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidina Muhammadan wa rasuluh. Wa ba'd. Ayuha al-ikhwa, usikum wa nafsi awalan bittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من نكون من أصحاب النار. يا رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi chetu, naye si mwingine bali ni mtukufu wa daraja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nitumie tena fursa hii kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Kadhalika nitumie fursa hii kukaribisha ndugu zangu katika mfululizo wa darasa zetu hizi ambazo zitakwenda kwa anwani nguzo za Uislamu. Na tumuombe Allah tabaraka wa taala atutilie wepesi wa kuyashika na kuyatendea kazi yote tutakayokwenda kukumbushana kupitia mfululizo wa darasa hizi. Ni kwa sababu tunapaswa kutambua kwamba Uislamu hauwezi kusimama katika kila kipengele cha maisha ya jamii bila ya kusimamisha kwanza kwa ukamilifu nguzo tano za Uislamu. Kwa maana nyingine, nguzo tano za Uislamu ndiyo nyenzo kuu ya kutuwezesha Uislamu kusimama katika jamii. Nguzo za Uislamu tunazifahamu kwa kurejea kisa kinachosimuliwa na Ibn Umar radhiyallahu anhu, ambapo anaeleza kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Pili ni kusimamisha swala. Tatu, kutoa zaka. Nne, kufunga saumu ya Ramadhan. Na tano na mwisho kabisa ni kuhiji katika nyumba takatifu ya Al-Kaaba kwa mwenye uwezo. Hadithi imepokelewa na Sahihi Bukhari na Muslim. Sasa kuna baadhi ya Waislamu wanaelewa vibaya hadithi hii kuwa
Uislamu ni nguzo 5 pekee, au kuwa Uislamu unakamilishwa na nguzo 5 pekee. Kwa maana nyingine, wameelewa kuwa nguzo 5 zikitekelezwa, basi Uislamu utakuwa umeshakamilika na kwamba Waislamu hawana wajibu wa lolote zaidi ya hapo. Kutokana na mtizamo huu potofu, utamkuta Muislamu anaswali, anafunga na ni alhaj, lakini anakula riba, anazini na anachanganyika na kushirikiana na wale wasiomwamini Allah tabaraka wa taala katika shughuli mbalimbali zilizo nje ya mipaka ya Allah. Ifahamike wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu na ni mwenye kujitosheleza kwa kila kitu. Yeye ndiye chanzo cha utajiri, heshima, furaha na yale yote anayoyatamani na kuyathamini mwanadamu. Kwa hivyo basi ni wazi kwamba Allah tabaraka wa taala hahitaji chochote kutoka kwa mwanadamu, bali mwanadamu ndiye anayehitaji kutoka kwake. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha kusimamisha nguzo 5 za Uislamu ili tumuongezee furaha, utukufu au hadhi katika uungu wake, kwani hata watu wote duniani wakiamua kumtii hawamuongezei hata chembe ya daraja katika utukufu wake. Vivyo hivyo watu wote wakiamua kumwasi hawatampunguzia hata chembe ya utukufu wake. Kwa nini sasa Allah tabaraka wa taala akatuamrisha tusimamishe hizi nguzo 5 za Uislamu? Allah subhanahu wa taala ametuwekea hizi nguzo 5 za Uislamu ili ziwe nyenzo pekee ya kutufikisha kwenye lengo la kuumbwa kwetu, ambapo lengo la kuumbwa mwanadamu ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kama tunavyokumbushwa katika Qur'an sura ya 51 aya ya 56, pale Allah tabaraka wa taala aliposema wama khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun, sikuwaomba majini na watu ila wapate kuniabudu. Ndugu zangu, kumwabudu Allah tabaraka wa taala kama lengo la maisha yetu ni kumtii Allah tabaraka wa taala katika kila kipengele cha maisha kwa kuchunga mipaka aliyotuwekea katika kila kitendo tunachokifanya. Kwa hivyo basi Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kusimamisha nguzo 5 za Uislamu ili ziwe nyenzo kuu ya kutuweka katika nidhamu ambayo itatuwezesha kuendesha maisha ya kumtii Allah tabaraka wa taala katika kila kipengele cha maisha yetu. Kama mtu atatekeleza hizi nguzo 5 zote kwa pamoja na bado akawa hajawa katika nidhamu iliyokusudiwa na badala yake akawa anaendelea kuishi kinyume na lengo la maisha yake, ni kipimo tosha kuwa shahada yake, swala zake, zakati zake, swaumu zake na hija yake havijakubaliwa na Mola wake. Badala yake tunaweza kusema atakuwa amefanya mazoezi yasiyotoa matunda tarajiwa, na pengine kwa lugha nyingine labda anaweza kusema itakuwa amejaza maji kwenye ndoo inayovuja. Ukipitia Qur'an utaona kuwa kila nguzo katika hizi 5 ina lengo lake maalum. Yaani kila nguzo imekusudiwa kumtayarisha mtu katika uwanja maalum ili hatimaye afikie lengo kuu la maisha yake. Na hii ndiyo hekima ya kuamrishwa kutekeleza kwa ukamilifu nguzo zote 5 za Uislamu. Na mtu akiacha angalau nguzo moja kwa makusudi hawezi kwa vyovyote vile kufikia lengo la maisha yake, kwa sababu kwa vyovyote vile patatokea mapungufu katika kumwandaa na kumweka katika nidhamu itakayomwezesha kuyafanya maisha yake yote kuwa ibada. Kwa hiyo katika mfululizo wa darasa hizi tutajifunza lengo la kila nguzo na namna lengo hilo linavyofikiwa. Pia kwa kuzingatia hali halisi tunaweza kujaribu kutathmini ufikiwaji wa lengo la kila nguzo katika nguzo za
Uislamu tunazozijifunza. Inshallah tumwombe Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi wa kuyashika na kuyafanyia kazi yote tutakayokuwa tunajifunza kupitia mfululizo wa darasa hizi. Tumwombe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, atujalie afya njema katika kuliendea jambo hili la ilmu. Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa nakisa adaaka adaa ad-din wakhtim lana minka ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul idha shi'ta sahlan. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله جليل واذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.